Mheshimiwa Waziri Mkuu, yako mambo makubwa mawili yaliyojitokeza leo hapa Kondoa. La kwanza, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni gharama za uunganishwaji wa umeme katika kaya zetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, jimbo hili la Kondoa lina maeneo ya mitaa na maeneo ya vitongoji. Lakini ukiacha hivyo, kuna maeneo ya vitongoji ya mitaa ambayo kisheria yanaonekana ni mitaa, lakini kijiografia yanaonekana ni kama vijijini. Na sisi watu wa Wizara ya Nishati tunasema ni vijiji miji. Na kwa sababu hiyo, maeneo hayo watu wale wanaishi maisha ya kijijini, uwezo wa kuunganisha umeme kama mitaa ya mjini kwa maana ya kulipia shilingi 320,000 na kuendelea inakuwa ni changamoto kwa wananchi wengi. Na kwa sababu hiyo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, watu wale pamoja na kwamba nyaya za umeme na nguzo zimewafikia, wanashindwa kumudu gharama na wanaendelea kukaa gizani. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hilo sio lengo la serikali na wala sio lengo la Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa wananchi wake. Na kwa sababu hiyo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba uniruhusu nitamke wazi leo hapa. Wakati tunahitimisha bajeti yetu, jambo hili wabunge wengi walilizungumzia na wakaonesha namna ambavyo wananchi wao wanaishi gizani kwa sababu ya changamoto ya gharama kubwa za uunganishwaji wa umeme. Mheshimiwa Waziri wa Nishati, Mheshimiwa Deogratius Ndejembi alishatoa maelekezo na ametuelekeza sisi watendaji wake tunaomsaidia kuyatafuta maeneo haya na tutenge budget. Maeneo ambayo ni ya mijini lakini yana sura za vijijini waweze kuunganishiwa umeme kwa gharama ya shilingi 27,000 kama ambavyo wanaunganishiwa watu wa vijijini. Kondoa oye! Kondoa safi! Kwa kusema hivyo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikuhakikishie mara baada ya kumaliza bunge mwezi wa 6 mwishoni mwaka huu, maeneo haya baada ya kupatikana, Mheshimiwa Mariam Ditopile yuko hapa na ninatoa ushuhuda huu mbele yake. Kuna haya maeneo ya mitaa ambayo yako mijini ambayo ameyaeleza vizuri. Tutaingiza katika mradi huu wa vijijini mijini na watapata umeme kwa gharama nafuu ya shilingi 27,000. Mheshimiwa Waziri Mkuu, jambo la pili ambalo limejitokeza mahali hapa ni kuhusiana na madai ya watu ambao tulikuwa na mkandarasi eneo hili ambaye alikuwa anafanya kazi ya kuunganisha umeme. Na mkandarasi huyo kwa sababu tu ya utovu wa nidhamu au kukosa uzalendo, badala ya kuwatoza gharama ambazo ni bei elekezi za serikali, kuna baadhi ya watu walikuwa wanaombwa pesa zaidi. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, watu hao wameandika katika malalamiko yao kwenye banda letu leo, na kama haitoshi, TANESCO nimewauliza, wamekushaanza kuchukua hatua na wanasema mpaka ifikapo mwishoni mwa mwezi wa 6 watu hao watalipwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni majukumu yetu sisi kama wizara kuhakikisha wananchi hawaathiriki. Na nimekusikia unasema mara kadhaa, unapomuomba mtu pesa, unapomnyang'anya mtaji, unamrudisha nyuma kimaendeleo, na kufungua biashara ni kazi. Nimeielekeza TANESCO, kama ni mkandarasi tulimleta sisi, wananchi wasiteseke kwa mkandarasi ambaye sisi Wizara ya Nishati tulitakiwa kumsimamia afanye kazi kwa uadilifu kuliko kuwachaji gharama zaidi wananchi wa Kondoa. Na kwa sababu hiyo, nimewaelekeza TANESCO wawaite watu hao na wale wengine wote ambao waliombwa gharama zaidi waende kwenye ofisi za TANESCO kuanzia Jumatatu, watu wale warudishiwe pesa zao. TANESCO watapambana na mkandarasi wao. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hii ni spirit ambayo umetufundisha wewe mwenyewe. Na kwa hapa Kondoa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika mitaa 36 mpaka sasa hivi tumebakiza mitaa 4 tu ndo haina umeme. Na mtaa mmoja, Mheshimiwa mbunge amekiri wazi hapa kwamba mtaa ule umeme umefika lakini haujafika center. Tunao miradi ya ujazilizi ambayo tutahakikisha. Na haya sio maneno yangu, ni maelekezo yako Mheshimiwa Waziri Mkuu na Mheshimiwa Rais. Ifikapo 2030, vitongoji na mitaa yote viwe vimefikiwa na umeme. Hatuwezi kushindwa kumaliza mitaa 4 ya Kondoa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, hilo tunakuahidi. Kwa upande wa vitongoji, Mheshimiwa Waziri Mkuu, hapa Kondoa wana vitongoji 169. Na kati ya hivyo 80 vina umeme na vitongoji 31 wakandarasi wameshaanza kuingia site kwa ajili ya kuweka umeme. Kwenye hili wana Kondoa, mumpigie makofi mbunge wenu Mariam Ditopile. Ndugu zangu, katika historia ya mji huu wa Kondoa, mji mkongwe sana, na leo mwenyekiti wetu wa mkoa amesema tusiite Kondoa mpaka tuite Kondoa Irangi. Niwaambie, haijawahi kutokea
haijawahi kutokea katika historia ya mji huu mkapata mradi wa kuweka umeme kwenye vitongoji 31 kwa wakati mmoja. Mbunge wenu Mariam Ditopile amewapambania sana. Bado ni binti mdogo na ana nguvu nyingi. Ameniambia Mheshimiwa Naibu Waziri, vimebaki vitongoji 58 tu. Hebu waambie Wanakondoa ni lini mnamaliza vitongoji hivyo. Ndugu zangu, mimi pia najipenda na mimi nataka niendelee kubaki hapa. Niko mbele ya Waziri Mkuu na waahidi Wanakondoa, kabla tujarudi kwenye uchaguzi mwingine, vitongoji hivi 58 vitakuwa vimeshawashwa umeme. La mwisho, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa interest ya muda, Kondoa hapa tulikuja kuzindua mradi wa nishati safi ya kupikia katika shule kongwe ya sekondari ya Kondoa. Tumefanya vile kama mfano. Niwaombe sana baba zangu wa Kondoa, najua wake zenu mnawapenda. Msiwapeleke wakapikie kuni na mkaa, ni warembo hawa. Sasa hivi jiko la gesi la kilo 6 badala ya shilingi 45 46, mama yetu mpenzi na kinara wa nishati safi ya kupikia ameweka nusu ya gharama, analipa yeye, alafu wewe mzee kazi yako ni kulipa nusu ya gharama iliyobaki. Badala ya kununua kwa 45 utalinunua kwa bei ya ruzuku shilingi 22,000, 23 mpaka 25. Ndugu zangu, mnakwama kweli? Mtashindwa hilo? Mheshimiwa Rais ni dhamira yake ya dhati kuhakikisha Watanzania wote zaidi ya 80% ifikapo 2030 tunatumia nishati safi ya kupikia, kwa sababu ya usalama wa afya zetu, kwa sababu ya usalama wa mazingira, lakini pia kwa ajili ya kuokoa muda wa kukaa jikoni. Watanzania wote tuchakarike kutafuta pesa na kulea familia zetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakushukuru sana kwa fursa hii. Mwenyezi Mungu akubariki sana.